Haleluya. Kwa alijitoa kama dhabihu. Kwenye Waefeso 5 mstari wa kwanza na wa pili, tutarudi hapo. Anasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Sema mfuateni Mungu. Kumfuata pale means you do the way he does. Ndio maana ya kumfuata. Haina maana Mungu, wewe na Mungu wangapi wao ni watoto wa Mungu? Mtoto mmoja aje mbele hapo. Njoo mtoto wa Mungu hapa. Mimi ndio Mungu sasa. Sawa? Wanaposema neno mfuateni pale, haina maana Mungu anaondoka na wao unakaa unapiga. No, that's not what the meaning of it. Neno kumfuata pale means you follow the same pattern. Naweza kukaa sasa. Kwa hiyo pattern. Wajua pattern may not be the exact event. Lakini kuna model. Si ndio? Okay. Bwana niwape mfano. Kwa mfano, kwenye Yohana ngapi? Imetupasa sisi kujitoa kwa ajili ya hao ndugu. Yohana ngapi? 3 ngapi? Waraka wa kwanza Yohana. Nimesema hivi, pattern inaweza isiwe exact event. Si ndio Ngoja nikuonyeshe hapa. Nne ngapi? Yohana 4 ngapi? Waraka wa kwanza Yohana, si ndio? Waraka wa kwanza Yohana 4:11. Asante kwa kutafuta haraka. Hiyo ni sehemu yake lakini sio lenyewe nilikuwa nataka. 11 anasema hivi, wapenzi ikiwa Mungu alitupenda hivi, imetupasa na sisi kupendana. Si ndio Mungu alitupendaje? Labda 10 hapa inasemaje? 3:16 Good. Kweli? Baba mnasema yes. Wakati mimi nimedoubt. 16 anasema hivi, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni pendo, naye akae katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu kaa ndani yake. Mimi nasoma 4:16 Yeah, sawa. 3:16. Katika hili tumefahamu. Yes, asante. 3:16. Katika hili tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Umeona upendo aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. That's the love of God. Umeona tukio? Lakini anasema hivi, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mungu amefanyeje? Ameutoa uhai wake kwa ajili yetu. Na sisi tunatakiwa tuutoe uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Okay. Tuchukue misalaba. Jamani, tuchonge misalaba. Sababu Mungu alichongewa msalaba. Sasa shida ni kwamba alichongewa, naona nataka kujichongea. Alafu alijitoaje? Naona najitoa hivyo. Sumari. Hapa ni kwa ajili ya Ebeneza jamani. Najitoa kama Mungu alivyojitoa, na mimi najitoa kwa ajili ya Ebeneza. Huo ni upendo wetu kwa watu. Does it work like that? So what do we take there? Pattern. Pattern yake nini? Sacrifice. Kwa sababu ameelezea chini yake. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, mstari wa 17, kisha akamwona ndugu yake ni muhitaji, akamzuilia huruma zake. Je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Kwa upendo wa Mungu ni through death and resurrection of Jesus Christ. Sawa? Lakini inazaa upendo ndani yetu sio kufa na kufuka kwa ajili ya watu wengine. Ni kujidhabihu kwa ajili ya watu wengine. Is to lay down your life. Sasa sehemu nyingine nasema
Angalia hapo, huu mstari anasema watoto wadogo 18, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Kama tunaambiwa tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli, ina maana Mungu alitupenda kwa tendo. Umeona? Kama tunafundishwa kupenda kwa tendo, sio kwa maneno, ina maana Mungu alitupenda kwa tendo. Does God has to say I love you? In fact, sijaona sehemu yote Mungu anasema I love you. Kwa sababu ukisoma hata kwenye Agano la Kale anasema nimekupenda kwa upendo wa milele. Kwenye Isaya, Yeremia, yes. Nimekupenda kwa upendo wa milele. Upendo wa milele unakuaje? I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Every minute I love you. Kwa ni upendo unaodumu. Lakini upendo unaodumu kwa sababu kazi ya Kristo ni kazi inayodumu milele. Haleluya. Ni upendo ambao unapatikana wakati wote. Hauweki kibindoni. Sema, mme wangu na mwezi sasa hujaniambia I love you. Bado unanipenda kweli? Sometimes wanawake wanauliza, wale ambao mjaoa, wanaweza akauliza, unanipenda? Yaani kumbe anataka tu kusikia tena. Sijasema mke wangu anasema, sema wanawake. Mwingine anakuambia unanipenda Au hapo umechelewa kusema, usemi sana, ongeza speed. Haleluya. Na hapo sio naona unajitutumua na kupenda kwa upendo wa milele. Hapa mwenzako anataka kusikia. Bwana Yesu akaokoka mpaka wakasahau affection. So, ndugu yangu, kuelewi ya kwamba mimi nimeokoka. Kwani ulisema kama nakupenda? Sasa mtumishi unanipenda kweli? Mbona hiyo ni given? Unauliza nini sasa? Wewe respond, wewe acha ushamba. Sema I love you. I love you so much. Hallelujah. Hebu acheni bishop jamani. Tunaelewana Kwa it is, unaweza ukazitofautisha, maana unaweza ukaenda mimi jana nimeacha matumizi hapa, bado haamini kama nakupenda. Si Biblia inasema pendeni kwa, usipende kwa neno, bali kwa nini? Maelezo yake hapo chini. Kwenye ndoa yako say how much you love, mpaka mdomo upinde. Wewe sema tu. Hapa inahusu nini? Inahusu tendo la kuwahudumia wale watu. Maana yake, do not just end up of saying I love God, I love men, but do the love. Na ameelezea pale. Na hii love ameelezea it is sacrifice. Not by the cross. Sio kwenda msalabani. Ni kutake effort ya kufanya kile ambacho kinakugharimu, unaiachilia kwa ajili ya watu wengine. Kama yeye alivyotoa uhai wake kwa ajili yetu. Umeona upendo wa Mungu unazaa upendo kwa ndugu ndani yetu. Are we together? Tumeelewana mpaka hapa? Hiyo imekaa sasa Yeah, maana watu wanaweza kupata tabu hapa na upendo. Ilikuwa ni 3:16. Okay. Kwa anasema lakini mtu akiwa na riziki, ndio alikuwa anaelezea hiyo. Akamwona ndugu yake ni mhitaji. Sema ndugu yake ni mhitaji. Okay. Akisema ndugu yake, si unaelewa maana yake hapa? Adelphos au ametumia Greek gani? Maana na Wagiriki wengi siku hizi huko ndani. Ndugu hapo ni nani? Mbea JFG na kozi ya Kigiriki ambayo sio informal. 1 John 3:17. Adelphos Okay. And sees his brother. Umeona ametumia no brother Kwa hiyo kwenye kusaidia priority kwa wapi?
Adelphos. Adelphos maana yake, wewe nikuonyeshe. Maana yake a brother whether born of the same two parent or only the same father. Lakini angalia kwenye strong definition hapa anasema Adelphos mean the womb. Ina maneno mawili. Sawa hiyo Adelphos ina maneno mawili. Alafu Delphos. Adelphos, ngoja tuandike Adelphos. 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 Andika sasa mtumishi. Adelphos. Adela. Adelphos. Adel alafu Phos. Adelphos. Yes, good. Adelphos. Yes. Sasa hiyo Adelphos ni neno la Kigiriki ambayo inatengenezwa na maneno mawili. Moja ni ambayo hiyo ni connective particle. Alafu ya pili ni Delphus. Hiyo weka tu sawa sawa chana nayo. Andika ya pili Delphus. Baada ya kuandika Adelphos lakini unaweka pale fus. Delphus. 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 Hiyo ni Delphus mtumishi wa Bwana. Alafu unaposema andika fuata spelling zangu. Hii ya Delphos haiandikwi hivyo. Adelphos ni ADELP. Jamani, sio F pale. PHEOS. Adelphos. ADE LPHOS. Adelphos. Imetengenezwa na maneno mawili. Alafu Delphus. Baada kuandika Delphos, weka pale. DELPHUS. Delphus. Umeona Delphus Sasa Delphus yenyewe maana yake ni the womb. The womb. The womb maana yake nini? Tumbo. Sio kila tumbo ni womb. Tumbo la uzazi. Kwa Adelphos ni maana yake nini? Mtu ambaye mmetoka katika tumbo moja. Same womb. Mtu ambaye ametoka kwenye tumbo moja. Mtu ambaye mmetoka from the same Delphus. Umeona hiyo? Mtu ambaye mmetoka kwenye the same Delphus. From one what? From one womb. Okay. Is it true kwamba mimi na wewe tunaoamini tumetoka kwenye same womb? Yeah. Which womb? Resurrection. Sawa? Wote tumeamini katika ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu anazaaje? Kwa ufufuo, si ndio? Kwa Mungu anaposema mimi leo nimekuzaa, azungumzia kwamba Mungu ameshika mimba. Mmeelewana mna Mungu anavyozaa? Kwa tena nikutana na bishana na Waislamu ya kwamba Mungu hawezi kuzaa. Naambia Mungu anazaa kweli. Uzazi wa Mungu sio Mariamu kumzaa Yesu. Uzazi wa Mungu ni kwenye ufufuo. Haleluya. Haleluya. Kwa hapa anamuita nani? Ndugu. Adelphos. Ndugu. Huo mstari wa 17. Angalia kwenye Wagalatia 6. Kwa nini msisitizo nimesema ndugu? Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia na anamuona ndugu Adelphos anaohitaji. Haleluya. Tunaangalia hapo sacrifice Msisahau tunaangalia nini? Sijasahau ya kwamba nazungumza mambo ya msingi kuhusu injilisti na wanafunzi. Nakupa bit of what is sacrifice. What does sacrifice means?
na usiondoke hapo kwenye Wakorinto. Kwenye Wagalatia 6 anasema kwa hiyo 6:9 na 10. Wagalatia 6:9 na 10. Wagalatia 6:9 na 10. Wagalatia 6 mstari wa 9 na wa 10. Anasema hivi, tena tusichoke katika kutenda mema. Sawa? Maana tutavuna wakati wake tusipozimia roho. Sawa? Sawa? Hapo watu daima wanaanza ukipanda mahindi unavuna maharage. Hiyo achana nayo. Angalia mstari wa 9 nitakuelezea. Kwa kadri tupatavyo nafasi, umeona mstari hapo? Haleluya. Umeona mstari hapo 10? Kwa hiyo kadri tupatapo nafasi tuwatendee watu wote mema. Umeona? Tuwatendee watu wangapi? Alafu msisitizo wasemaje? Na hasa jamaa ya waaminio. Kwa umeelewa adelphos pale ni nini? A believer. Fellow brother in Christ. Fellow brother in. Umeelewa sasa kwa nini nasema haiko sawa kuacha mtu anateseka kanisani, ndugu yako katika Kristo, mwanafunzi wako, mchungaji wako au mwenzako katika Bwana ana mahitaji na unaacha kumpa, unaenda kuwapa any person, mtu yeyote. Haiko sawa. Msitizo uko wapi? Do you know the value of one believer? Ni very expensive. Kwanza kazi ya msalaba iliyomzaa ni kazi kubwa, si ndio? Lakini kazi yako ya kuhubiri sio kazi rahisi. Tell me kama ni rahisi. Nani ananiambia uinjilisti ni rahisi? Are we doing evangelism because it is easy? Or we are doing because it is a must? It's a very important activity. Si ndio? Okay. Tuache sasa na wanafunzi. Wanafunzi ni rahisi. Mtu ameamini kumlea, kumpigia simu kila siku. Sawa? Alafu amefikia mahali anakaribia kuanza kushare injili. Wanataka uone matunda, wasikia amedanja. Alafu amekufa njaa. Si amepigwa na sio kafa njaa. Na sio kama alikuwa amefunga akazidisha akafa kafa njaa. Au ameugua vidonda vya tumbo vikamuua. Hivi na uaga hivyo. Vidonda vya tumbo vinaua. Daktari, vidonda vya tumbo vinaua. Vinaweza kuua hapo. Unajua lugha hapo ni muhimu Kwa tofauti ya vinaua na vinaweza kuua. Maana yake is not absolute. Sio lazima afe. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo it is very expensive. Treatment ya fellow believers has to be a priority. A priority. Take care. Priority. Kwa hiyo lazima tu sacrifice ili kuwasaidia waamini wengine. Hallelujah. Kumsaidia mtu a fellow adelphos ambao umetoka kwenye nini? Kwenye same womb. Hallelujah. Kwa hiyo you can help your natural family. Si ndio? Si ndio? But you should never despise your spiritual family. Ipe nafasi sana. Hallelujah. 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 That's very important. Kadri unavyofahamu gharama iliyopo katika kazi ya kupeleka injili na kazi ya kulea watu wafike mahali ya kwanza nao kushare injili na kuanza kuzaa matunda, you will take care of a brother. Hapo umeelewa maana ya brother hapo sio jinsia Adelphos is not a man. Ni lugha tukisemaga brotherhood, watu wanaume huwa wanajimilikisha, lakini brotherhood is togetherness. Si ndio Sio ukaka. Brotherhood sio ukaka. Brotherhood ni umoja. Ni family thing. Sawa Sawa.
Maana wanaume wanataka kujimilikisha kila kitu mpaka brotherhood. Na kujikakamua pia wanataka kuchukua. Kujikakamua pale brother sugar cane. Nataka ongeze tu brother hapo kati. Hallelujah. Kwa tumeelewa kwamba helping a brother is a sacrifice, but important sacrifice. Kwa sababu wewe mwenyewe kupatikana katika Kristo ni sacrifice ya Yesu Kristo. Lakini pia kwenye kupatikana kuna watu wani sacrifice kwa kuhubiria injili. Kuhubiri injili ni expensive. Japokuwa ujumbe wenyewe, japokuwa kazi yenyewe tunayohubiri ni kazi iliyokamilika katika Kristo. Ila kuhubiri injili haina maana rahisi. Umeona kuna tofauti eh? Preaching is expensive. But the salvation ambayo tunaishare free gift. Si ndio? Wanafunzi sio mrahisi. Ni expensive. Hallelujah. Ndio maana Billy Graham alisema salvation is free. Evangelism costs us everything. Umeelewa maana yake? Wokovu ni nini? Bure. Lakini wanafunzi ni gharama. Kuna watu wanafagia akaunti zao kwa ajili ya injili. Do you know that? I expect to say I am. So, najua kuna watu wanafagiaga akaunti zao kwa ajili ya injili, ila haijawahi kwa wewe. Iwe wewe, si ndio eh? Ifike mahali wewe ni nani? Wewe ni mmoja wapo watu ambao kuna wakati waliwahi ku clear the account kwa ajili ya injili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si apostle unasema tu. Sisemi. Ni kweli kabisa. You can do it. Hallelujah. Kama uwezi inabidi uendelee kukua sasa kwa kweli. Maana natakiwa uweze hilo. Ni kumoja juzi ni wakati nafundisha wanafunzi nikawa nacheka. Nikawa naambia watu, unajua mtu unaweza ukaacha kula siku moja ili utoe sadaka kama una hela ya kula tu. Si ndio maana ya sacrifice jamani? Au mlikuwa mnasikia kama sacrifice dhabihu nilikuwa naongea lugha ya hewani. Dhabihu maana yake kama umepewa budget na baba yako, ukasema kwa siku 30 unakula shilingi ngapi kwa siku? Ukamwambia nakula 5,000. Siku 30 nakupa 100,000 na nini? Na nusu. Unajua maana ya sacrifice? Jumatano hii sili. Bosi hauko serious. Ndio niko serious hapa. Si sacrifice maana yake? Sacrifice maana yake you forgone A for B. Sawa eh? Unaacha A kwa sababu ya nini? B. Ni sacrifice. So you stop one to take to another place. No sacrifice. Ni sacrifice pale ambapo mtumishi wa Bwana anaweza ka example hapa na yuko ibadani. Unaacha kazi A kusema no, nitaenda kutafuta kazi nyingine Dodoma wakati nafanya injili kwa sababu kuna uhitaji Dodoma. Hiyo ndio maana ya sacrifice. Sio, ngoja nikwambie, sio kwamba alikuwa anahitaji hiyo kazi. Alikuwa anahitaji sana. In fact, listi alinipa. Bali na kutoa listi, hatukumuomba Mungu kwamba sasa baba, hebu naomba tusubiri kwanza tusikilizie. What do? We trusted God. But injili inahitajika kwenda. Umeelewa maana yake? So it's a sacrifice. Sacrifice. Unafikiri ukiacha kula siku moja utapata vidonda vya tumbo? And you cannot be that delicate. Hallelujah. Kwa sacrifice ni kitu ambacho kinakukosti. It costs your time, it costs your energy, it costs your what? Finance. Ya cost. Kwa injili ni sacrifice. Paulo anaposema upendo wa Mungu atubidisha, ndio hiyo. Upendo wa Mungu ina produce ndani yetu sababu ya kufanya hayo kwa nguvu zaidi. Turudi kwenye Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili. Jamani, tumewekewa vyoo huku ili tutoke nje. Ndio tumewekewa huku. Kutoka nje na haribu uwepo. Wakorintho wa pili 5. 10 na ngapi tukua? 18 nasema hivi. Mmeshaelewa sacrifice eh?
Umeshaelewa namna ya kusacrifice kama Yesu? Sio kwenda msalabani. No, pattern. Salvation is a sacrifice of God. Our service is a sacrifice, our sacrifice to men. Ni sawa? Wokovu ni dhabihu ya Mungu. Si sawa? Huduma ni dhabihu yetu. Ni sawa? Wokovu ni dhabihu ya Mungu. Huduma ni dhabihu yetu. Narudia tena. Wokovu ni dhabihu ya Mungu. Huduma ni dhabihu yetu. Umeshaelewa maana ya dhabihu? God gave the best. Kwa hiyo kama wokovu ni sacrifice ya Mungu, tunajifunza wokovu ni fundisho la Mungu, namna Mungu anavyofanya, si ndio? As dear children we imitate the father. Ni sawa? Kama watoto wapendwao tunamwiga nani? Baba. Tunamwigaje? Baba alifanyeje? He gave his best sacrifice kwa ajili yetu. So huduma ni sacrifice yetu kwa ajili ya kuwapata wengine. Narudia tena. Wokovu ni sacrifice, ni dhabihu ya Mungu, lakini huduma ni kujidhabihu kwetu, ni dhabihu yetu. Dhabihu yetu, wokovu ni dhabihu ya Mungu kutupata sisi, lakini huduma ni dhabihu yetu kwa ajili ya kuwapata watu wengine. Kwa hiyo tutajifunza baba yetu alivyofanya. Okay, kama tukitoa tunarudishiwa. Kwa maelezo hayo, watu wanasemaga hivi, unaona Mungu mwenyewe alitoa ili atupate sisi. Kwa kila kutoa unakurudishiwa. Okay. Na wewe unapojidhabihu haupati chochote. Mungu alipata nini? Alipata hela. Au alitoa hela? Sacrifice of the son, si ndio? What did he get? People. Okay. Now sacrifice unapata nini? People. Hayo ndo mazao, sawa? Kwa sacrifice kwa nini? People oriented. Si ndio Si ndio? Sacrifice ni kupata watu. Matokeo yake ni kupata watu. Matokeo yake and kwa mfano, ukiwa umesacrifice chakula chako, nani ana benefit? Wewe. No, anayepokea. Si ndio? Kwa ukimwona aliyetakiwa kufa kwa sababu ya ana survive, unasema I see my sacrifice. Ngoja nikwambie, na yeye Mungu akituona anaonaje? Sacrifice ya Yesu imezaa this. Hallelujah. Hallelujah. Sio nilitoa haria moja, nimepata 10. Angalia sacrifice. You see yule alikuwa anatembea kwa miguu, anaendesha kwa gari, anasema this is my sacrifice. Hiyo ndo maana yake. Benefit uliokuwa naona ndani ya mtu, hiyo ndo matokeo ya sacrifice. Mungu anashangilia kuona mtu mmoja hea uzima. Si ndo maana yake? Maana yake. Kwa hiyo ndo benefit, si ndio? Benefit ndo hiyo. Hallelujah. Because that's a sacrifice. Wakorinto wa 2:5 sasa. Kwa upendo wa Mungu, maana upendo wa Mungu wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wangapi? Wote. Basi wote walikufa. Walikufaje? Tulikufa pamoja naye. Okay. Lakini anasema tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasio tena hai kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Ngoja niulize, walio hai hapa ni watu gani? Watu wote duniani? No. Walio hai ni waamini. Waamini ndio watu hai. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu anaangaliaje mtu aliye hai? Mtu mwenye uzima wa Mungu ndani yake. Ndio tunasema huyu yuko hai. Bila kuwa na uzima wa Mungu, hata kama unapumua, ukipimwa unasema wow. Mapigo kama ya mtoto mchanga, una Yesu. Wow, angalia pulse rate. Very normal. Utafikia hajawahi hata kugua malaria. Wow. But not very wow.
kama huna nani? Huna Mungu. Haleluya. Maana bado unaenenda katika mauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anasema ili wao walio hai wasio hai tena kwa ajili ya nafsi zao. Umeona, kutokuwa hai kwa ajili ya nafsi yako. Maana yake reason yao ya kuwa hai katika Kristo sio kwa ajili yao wenyewe. Umeona maana yake nia, masemaga ile nia ya Kristo. Nia ya Kristo ilikuwa nini? Kutupata sisi. Sacrifice to get us. Unapoomba, sasa ngoja tutafsiri sasa hiyo yasema nia ya Kristo. Unapoomba kwamba nia ya Kristo iwe revealed kwako, unajua maana yake nini? Let me do more sacrifice like him. So nataka nia ya Kristo. Umegundua sasa inahitaji maombi zaidi Haleluya. Kristo alifanyeje? Aliwatanguliza wengine ambao ni nani? Sisi, ulimwengu. Haleluya. Kwa anasema alikufa akafuka kwa ajili yao. Alikufa akafuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye kote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na nani? Na Mungu aliyetupatanisha sisi na nini? Na nafsi yake. Wapi? Katika Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Umegundua By only talking what God has done, it will produce what we can do. Umeelewa? Kwa alitupatanisha katika Kristo. Tunafanyaje na sisi? Tumezaliwa, tumepewa nini? Huduma ya upatanisho. Kwa huduma ya upatanisho ni kwa sababu Mungu alipatanisha nafsi yake. Alitupatanisha nafsi yake wapi? Katika Kristo. Kwa preaching yetu ni extension ya upatanisho. Mwambie mwenzako umeelewa hiyo? Kasemaje? Andika mwanangu, utalala. Sasa mapepo na alaka kanisani kwa sababu na mapepo, kumbe una chochote. Ulichonacho ni kwamba hauandiki. Naona. Sasa siku hizi nani halali kabisa? Sijasema ni wewe. Sasa nimesema tu siku hizi nani halali kabisa, maana yuko busy anaandika. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu Mungu aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake katika Kristo asihesabie makosa, what is the result? We believed that. What do we do after we believed? We preach that. Inakuwa huduma. Haleluya. Haleluya. Tuendelee. Pamoja nafsi yake. Okay. Lakini mstari wa 10 na ngapi? 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asihesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa huduma ya upatanisho na neno la upatanisho ni one thing. Haleluya. Haleluya. 20 anasema basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Okay. Kama Mungu ametuokoa sisi katika Kristo, akatupa huduma ya upatanisho, ina maana Mungu akitaka kuleta huo ujumbe kwetu, anamtumia nani? Mtu. Ngoja nikuulize swali. Kama uko grateful kwa ajili ya kazi ya msalaba, you always connect to a person. Nasema hivi, kama unamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ya msalaba, siku zote inahusiana na mtu. Mtu uliyemjua au aliyekujua akaja kwako akashia huo ujumbe, leo hii unafurahia wokovu. Is that a person? Nani alitokewa na malaika hapa akaambiwa namna ya kuokoka? Hamna. Nataka niseme umeokoka vizuri kweli. Kwa haihitaji malaika wewe uamini. Inahitaji nani? Mtu. A person. Yule mtu aliyekuja akakuhubiria Injili ndiye amekufanya wewe upokee huduma ya upatanisho. Actually ndio yeye amekupatanisha na Mungu kwa Injili aliyokuwa anahubiri. Umeona? Sasa always nikifikiri hivi nasema
What if I stop? Nimezuia next generation wa kina Apostle Shemeji Melaiki kwa kustop. Narudia tena. Fikiria yule mtu. Esther, nani ameshare injili na wewe kwa mara ya kwanza? Achana matango pori, injili ya kweli. Umkumbuki? Glory. Glory yupi? Kumbe unafahamiana Glory Wagile? Na sikujua. Kwa Glory Wagile alishana na wewe. It was first day. Ukashangaa. Fikiria Glory angefunga mdomo. Kwanza hapo usingekuwa umekaa hapo unasikiza umepatanishwa. Ungekuwa unasikia hayo mambo kweli? Inawezekana sasa hivi unasikia vunja laana za ukoo, kamata panga, kata. Sasa hivi ungekuwa unakatakata. Kama sio unakatakata ungekuwa unafanya mambo mengine yanayofanana hayo. Yana majina mengi. Umeelewa eh? Nani alishana na wewe injili siku ya kwanza? Pastor Lugano. Pastor Lugano angenyamaza siku akamwambia dada wewe mzuri. Haleluya. Mungu anakupenda sana. Nenda zako kwa amani ya Bwana. Ungeenda. Lakini sasa hivi Lilian ni pastor wa Arusha. Kwa leo tumetembelewa na pastors wawili wa mikoani, noma sana. Hii baada sijui wameambiana. Umeona sasa Imagine watu wangapi wanapata huduma yake Arusha, lakini mtu mmoja hakunyamaza. Can you see kufunga kinywa kunapofunga mambo mengi? Pastor Lugano amefunga kinywa. Lilian hajaonekana. Inawezekana tusingekuwa na tawi ya Arusha. Kwa sababu kilichofanya tuwe na tawi ya Arusha ni kwa sababu alikuwa akimaliza hapa anaenda Arusha. Kwa it was a grand opportunity awepo mtu kule. Kwa inawezekana angemaliza angeenda Arusha na sasa hivi angekuwa anakula matango yake pori. Umeelewa maana yake? Umeelewa ilivyo na impact? Kunyamaza kunaleta hasara hati. It is more dangerous to keep quiet than preaching the gospel. Danger ya kupingwa is not a danger thing. Ni matokeo, ni kawaida. Lakini not speaking it. Unajua maana yake nini? You are stopping watu wengi kwa sababu unajua mtafute mtu mwingine nani? Nani sasa? Frederick. Siku ya kwanza nasikia injili ya kweli. Nani alikuhubiria? Pastor Magari. Imagine angenyamaza siku hiyo. Shikaji kijana huyo. Endelea tu na huduma yako. Wewe mwenyewe ulikuwa unapiga matango pori. Unajua kwa yeye kusema vile kukuongea na wewe ukawa persuaded na injili. Unajua kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba kwanza umeponywa. Sababu alikuwa anahubiri tayari. Ulikuwa na nyomi. Na influence ilikuwa kubwa. Watu ambao alikuwa anahubiria, unajua ingetokea nini? Saizi angekuwa amechanja mbuga kwenye uharibifu. Fikiria passion alionayo kwa injili, alafu watu waliokuwa wanamfuata na alikuwa kiongozi mkubwa wa fellowship. Unajua influence imekata baada ya kuhubiri kweli. Sababu kuna nyomi zianza kukatika. Inatokea kawaida na we are not hatujisikii vibaya. Sawa? Sababu ni watu ambao tumewaumiza wengine. Si ndio kuwaambia notes zangu zilikuwa zimekosewa. Msifikiri rahisi sana. Hii yenyewe ni sacrifice. Unajua kwa nini watu wengi wanaotupinga sana ni watumishi? Kwa sababu kubadilisha notes ni kazi. Umezunguka Tanzania. Unapiga mataputapu. Overnight unaelewa kweli. Ukifikiria followers nilionao Facebook, 90% ni watu ambao wanaelewa matango yangu. Matango pori. Alafu itokee tu jamani nilikuwa nimekosea. Nilikuwa naongea na Pastor Benedict juzi, akasema alikuwa anaongea na mtu ambaye kwa hiyo yale uliyotufundisha vipi? To be honest, na mimi nianze na hiyo. To be honest. Nasema sasa hapo napoteza reputation jamani, shikilieni. Nini tufanyeje? Unajua bwana kuna mambo mengine. Usianze na unajua knowledge is progressive. Nilikuwa najua kidogo. Ulikuwa unachemsha.
Be honest. Tena unaweza kumsaidia kwa kusema hivyo. Wengine wanakasirika wanaondoka. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes narudi nyuma naangalia miaka ya nyuma, watu ambao walikuwa wananiita baba. Sasa hivi wananitaje? Nilikuwa nafanya evaluation juzi, nasema wale watu ambao nimewarudia nikawahubiria injili ya kweli baada ya kuwahubiria uongo mwaka moja na nusu, unawaambia hii ndo yenyewe. Hapo na wameambia unajua kuna maraso mengine haondoki mpaka utoe hela ndefu. Wamekuletea pale miguuni kwa Mtume. Hapa shida yenyewe haijaondoka. Wana hasira wengine. Wana hasira kabisa. Kwa sometime kwa amemuokoa yeye na watu wengi ambao wangeweza kuharibu. By just opening the mouth akashare naye. Can you imagine? Imagine sasa angekuwa anaendelea. Najua unajua passion yake kwenye kujifunza na kushare. Imagine angeacha, angeweka tu mdomo Shona. Pastor Makarios. Sasa hivi angekuwa anatusumbua mtandaoni huyu jamaa. Sasa hivi angekuwa ndiye anatusumbua. Lakini sasa hivi tutasumbuliwa wote. Unaweza kuimagine impact yake. Okay, imagine hata Makarios asingekuwa na huduma baada ya hapo. Ndo amempiga huyu jamaa, akaendelea na mmoja tu hivi. Mmoja tu kaongea naye hapo. Wewe unafikiri Makarios alifundisha vitu vizito sana siku ya kwanza? Au kuna kitu kimoja tu amesema ukasikia kama akili yako inasema, I have to go deep in this. Umeelewa eh? Okay. Do you think nyie hamuna hicho kitu? Wajua kufundisha tu haki kwa imani. Hiyo tu kwa haki ni kwa imani, sio kwa matendo. Wajua wengi hawaamini hiyo. Kusema tu tunahesabiwa haki bure kwa neema. Wanasomaga ule mstari. Ngoja nikwambie wanavyosoma. Tunahesabiwa haki bure kwa neema, sio kwa matendo yetu. Wasema unajua Bwana kuna mambo Mungu. Unaona hapo iweka Mungu afanyi kutegemea tumefanya nini. Mungu anaweza kukupa mke ambaye hata ukustahili. Unaona inavyotoka Inaondoa kabisa kwenye kazi ya msalaba. Ndio wanavyosomaga hiyo mstari. Mjanielewa? Ukitaja neema, wao wanaelewa favor, upendeleo wa kimungu. So unajua mimi sio kila mtu atufanani neema. Kwa hiyo unasema pale tumeokolewa kwa Mungu anamwokoaga mtu, anampa kila mtu neema yake. Umeona hapo tafsiriwa Kwa hiyo unasema unajua kwa mfano kuna neema aliyokuwa nayo apostle. Neema ya kupata mke mzuri. Ni neema. Tena anaitwa neema. Unaona? Inaonekana kama wanaielewa neema. Umeona hata wao wanahubiri neema, ila neema yake sasa utagundua ni upendeleo. Yaani ndio hiyo neema wanamharibia Mungu. Yaani kwenye kuhubiri neema wanahubiri ya kwamba Mungu anapendelea. Hiyo neema sasa. Lakini inaonekana kama neema. Hivi nilivyo ni kwa neema ya Mungu. Alafu anaenda mbali. Hataki kujua Paulo alikuwa anamaanisha nini. Sema tayari inakuwa kama vile kitu fulani. Mtu ana kitu fulani special hivi. Special hivi. Unasoma kabisa kitu ambacho Mungu ametoa kwa watu wote, lakini hiyo neema inachukuliwa kwenye bakuli lake maalum. Apostle ana neema ya wanafunzi. Kwa kila sehemu unasoma neema, unasema neema. Kwa maana yao ya neema is not God kind of giving in Christ. Hallelujah. 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 Mbona inavyoleta shida sababu neema ni neno charis. Kwenye muktadha baadhi ya sehemu inazungumzia specifically kazi ya ukombozi, ionekane ya kwamba ni kazi ya Mungu peke yake. Hiyo mistari inaweza ikasomwa ikaonekana ni divine favor. Na ikiwa divine inaonekana ya kimungu, divine favor, divine helper, divine successor, ma divine. Umeelewa maana yake? Hivi kwa nimetoka wapi? Athari za kunyamaza. Kwa kuna hatari kubwa kwenye kunyamaza. Ngoja niwaambie siri.
Hata kama unashare kwenye status, I'm telling you, it is doing much impact. Kwa sababu hushei maneno tu kawaida. You are also praying. So it is a power of God at work. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana tunachosema? So ile kuacha tu kuonyesha kuhubiri ule upatanisho ulio katika Kristo Yesu, you are stopping the power of God from saving men. Narudia tena. Una restrict nguvu za Mungu isiokoe watu. Kwa sababu Mungu akitaka kuokoa, haokoi from without using men. Hakuna sehemu yote Mungu anahubiri mwenyewe. Hakuna. Anatumia watu. Appreciate ya kwamba Mungu anatumia watu. Ndio maana anakutumia wewe. Hallelujah. Ndio maana kwenye kusoma kwenye Warumi 1 anasema Mungu alisema, lakini hakusema Mungu alisema in open air. Anasema kwa kinywa cha manabii wake. Kwa Mungu anaposema mara nyingi ni kwa kinywa cha mtu. Hallelujah. Ndio maana ujumbe unaoitwa ni ujumbe wa manabii, ni ujumbe wa Mungu. Tunasoma Mwanzo mpaka Malaki, lakini you purely see men, watu wakiwa wanaongea. Hallelujah. Kwa oracles of God, unaposikia oracles of God, it is not God. Unasikia huku nyuma huku kanisani unasikia, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Utasikia Musa akisema. Unasikia nani? Yule Musa, tena wakati mwingine Musa ambao Waisraeli hawamkubali, ndio anasema mimi ni Bwana Mungu wako. Lakini mbona ni Musa anasema? Umeona Kwa Mungu anasemeaga wapi? Kwa Mungu akisema mimi ni Bwana Mungu wako, anasemea wapi? Kwenye mti. Umeelewa? Kama Mungu anaweza kusema ndani ya mtu mimi, respect kuongea, kuhubiri. Hallelujah. Hallelujah. When God talk about injili yake, he talks through men. Anaongea kupitia nini? Watu. We can't afford to keep quiet. Ni hasara sana kukaa kimya. Ni hasara sana kukaa kimya. Mwambie mwenzako ni hasara. It's a great loss. Kwa upendo wa Mungu, kila ambacho Kristo amekifanya, inatubidiisha sisi tuseme. Sema mtaani kwenu. Sema na ndugu yako wa karibu. Sema na wanafunzi wenzako. Sema na schoolmate. Sema na classmate. Sijakwambia useme mambo deep. Unajua hapo maandiko matakatifu ni hagios graphe. Achana Vigiriki. Share the simplest of it. Hata huo mstari wanaofahamu maarufu, elezea Yohana 3:16. Utagundua hakuwahi kuelewa. Sababu wewe unaelezea in the light of Christ. Tayari wewe una ufunuo wa kazi ya ukombozi. Wewe ukisoma ule mstari utasikia sikuwahi kuona hivi. Wenye sikuwahi kuona hivi maana yake kuna kitu haonagi wanaposoma maandiko. Sikuwahi kuona hivi. Kazi yetu ni kuwafungua macho by sharing it. Hallelujah. Mbona anafanya kazi? God, Mungu anasihi wapi? Achana wajinga wanasemaga Mungu akitaka kuongea na watu anatumia majira. Nini? Bangi. Mungu akitaka kuongea anatumia majira. Amnaga hiyo kitu. Umewahi kuona? Mungu ongea na watu kutumia majira. Mungu akiongea anaongea kwa kutumia watu. Appreciate that. Hallelujah. Mungu akitaka kuongea na watu anatumia watu. Ndio hivyo siku zote. Ndio maana hata alipotaka kutujulisha yeye ni nani, ilibidi auchukue mwili ili aongee kama mtu. Maana anapo appreciate a place of a person. Haongei as a spirit without people. He take the body. Hallelujah. Anatumia watu kabisa. Mungu akitaka kuongea anatumia watu. Sasa unajua ukielewa hivi, mtu mwingine anasema huu ugonjwa niliopata kuna kitu Mungu atakuwa ananiambia. Hakuambii chochote.
You just have an attack from the enemy. Deal with that. Mungu kuna kitu ananiambia. Kwa hiyo watega masikio. Watega masikio unasikia maumivu. Haleluya. Niliwahi kuambia, unajua hata ukiwa makini kanisani kusikiliza msisitizo, unasikia Mungu akisema kupitia mtumishi. Si ndio? Si ndio? You perfectly hear God. Kama ukianza, ngoja nisikize. Ukianza mwenyewe ku appreciate kwamba Mungu anaongea kupitia watu, utaanza kuona kweli ujumbe wako unapitia watu unafika kwako. Ukianza ku appreciate that. Ila kama uamini kwamba Mungu anatumia watu, kwanza hutaamini kama atakutumia wewe, lakini pia hutapata anaposema kupitia watu. Ndio maana watu wengi ambao wanapotea makanisani ni wale wanapenda kusema asante sana kwa maelezo mazuri mtumishi wa Mungu, ila sasa ngoja nikamsikilize Roho. Ana ignore ya kwamba Mungu haongei kupitia watu, ameshachemsha. Na ngoja nikuhakikishie, akienda hatapata. Sababu this Hannah is unbelief. Kutomheshimu mtu ni kutokuamini, hatapata. Mtu unamwombea mgonjwa mmoja, unamwombea alafu anambia wewe tu omba, lakini najua Mungu ndiye anayefanya. Unaweza kuhangaika mtumishi, lakini Mungu asipotaka afanye. Sasa mimi nafunua maandiko yote akazi gani hapa? Wakati Mungu asemi, yaani kumbe naongea kote, alafu nikimaliza kuongea inategemea yeye. Sasa haya hapa anayeongea ni nani? Umeelewa shida? Wajua mwisho wa siku utamwacha na ugonjwa wake. Sasa yule mtumishi ana nguvu. Wewe una nguvu ya kupokea. Haleluya. Wajua hata kupokea inahitaji nguvu pia. Unbelief itself is power against power of God. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo eh? Mbona hizo hamwandiki jamani? Kwa Mungu anasema kupitia watu kabisa. Sema kupitia watu. Anasema kupitia watu. Kwa hiyo wenye dhambi wakitaka kusikia habari za wokovu ni lazima mtu aseme nao. Hiyo ndo tunaita uinjilisti. Ndio maana anasema hivi, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Kwa hiyo injili ni Mungu anasihi. God persuading men. Kwa hiyo injili sio force. Pana angalia siku moja mtumishi mmoja anamhubiria mtu injili. Utamwamini Yesu? Sitaki. Utamwamini Yesu? Utamwamini? Utamwamini Yesu? Apigwa kabisa, utaki na kulazimisha. Injili ni persuasion. Sema persuasion. Ni kumsihi, ni kusihi, ni kusihi. Ndio maana mbali na kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote, haina maana ulimwengu wote umepokea. Unajua kwa nini? Kwa sababu God persuade men. Tangu mwanzo. Since Genesis alihubiriwa Adamu. Unaona kabisa hii ni persuasion. Adamu hakulazimishwa uzima wa milele. Ni persuasion ilikuwa inapita pale. God is persuading Adam to receive eternal life. Kupokea siri, kupokea ule kuunganika na Mungu, kuwa mmoja na Mungu. Matunda ya mtu wote waweza kula. Ni persuasion. Persuasion. God doesn't force anything into men. Hata uponyaji Mungu hakulazimishi. Unaelewa hiyo? Bwana asifiwe. Mtu mmoja aliwahi kuniambia, sasa mtumishi, kama nguvu za Mungu zina nguvu. Unasikia hiyo? Kama nguvu za Mungu zina nguvu, kama mtu haamini, siwezi kumlazimisha akaamini. He override kutokuamini kwake. Kama ingekuwa hivyo, yani kuokoka ingekuwa rahisi sana. Unachoma tu sindano. Ingekuwa simple. Nyie mtaki kuokoka, kuanzia leo ninatangaza mmeokoka. Hata kama utaki au unataka. Hiyo ni persuasion. Intimidation. Hallelujah. Persuasion ni kwamba jamani, it is eternal life. Issue ni kwenye ukishapokea tu ndio hiyo, huwezi kupoteza. Hiyo ndo 18. Bwana asifiwe. Thank God for children. Tuchangamsha kidogo ibadani hapa leo.
Haleluya. Mmeelewa mpaka hapo eh? So gospel ni God's persuasion. Sasa Mungu ana persuade watu vipi? Anakuja mtaani, jamani mimi ni Mungu Bwana wenu. Isaac, utaki kuamini? Hale maneno tunayosema, soma hapa, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe kwa ajili yetu. Kama alimtoa kweli, ndio. Ilikuwa ni kwa ajili yetu, ndio. Ili iweje tupate uzima wa milele. Amemtoa kweli, ya. Umeamini, ndio. Unao uzima wa milele kama umeamini. Ni hivyo tu. Yes. Kila aaminie. Kuamini ni nini? Sio kama yule mzee. Kuamini nini? Kuamini ni kupokea, jamani. Tuacheni huyo. Kuamini ni kuaccept, si ndio eh? Kuaccept without doubt. Na au kutrust uwezo wa Mungu katika kuokoa. Ndio kuamini, si ndio eh? I choose to receive what he has done. That's simple. Hivi jamani, kuhubiri injili ni ngumu? Ndio maana unapoenda kuhubiri injili usianze kupitia notes. Utaenda kucomplicate. Kupitia notes? Ngoja nikwambie, unajua kwa nini kwenye mitihani watu wanafaulu kwenye mitihani alafu wanafeli kwenye maisha? Kwa sababu wakati wanajiandaa na mitihani unapitia notes. Ukipitia ni kama vile hazijafika kwenye ndani, zimekaa sehemu hivi, zinasubiri zitemwe. Kwa hiyo ukifika kwenye mtihani unatema faster. Ukitema unasema hiyo pepa imepi. Na mitihani ya chuo ambayo haina nectar, unameza na kutema haraka, sije ikakuumiza. Ukiulizwa, okay, what is law of diminishing return? Mama yangu, na hiyo tulisoma. Unajua nini? Kwa sababu ulimeza uteme. Ikifika swala la injili, ngoja nikwambie, relax. Say what you know. Sawa? Kusay what you know maana yake unaweza kaanzia popote. Unaweza kaanza na upatanisho. Mwenye ujumbe, Mungu hana hasira na wewe. Sawa? God is only loving. Na the proof is, angalia alichofanya katika Kristo. Ulipokuwa hujampokea, Christ died for you. Unaona Mungu anapokuazia mema? Ili wewe umpokee, ukae katika amani na Mungu. Sio upatanisho hapo na ubiri. Umeelewa hivyo rahisi? You are preaching the gospel like that. You give more evidence. Unaweza ukaanza na kuhesabiwa haki. Si anaanza terminology. Unajua kuhesabia haki na yenyewe ni somo refu, lakini yenyewe ni wokovu. Unamwambieje umehesabiwa haki? Mbele za Mungu, unasimama mbele za Mungu kama mtu aliyekamilika, hana kosa lolote. Anakuambia, lakini mtumishi unanijua? Anamwambia yes. Umeona injili hapo tamu hapo eh? Na kujua au sikujui, huo una changamoto. Ndani ya Kristo pekee unahesabiwa haki. Lakini mbona hiyo imezidi sana? Ndio kwa sababu ni kazi ya nani? Ya Mungu. Si unaendelea? Yaani Mungu, yaani mimi hata mimi nafanya chochote, yaani ili kumwamini Yesu tu. Mbona inafanya kazi? Yaani hakuhesabia haki. Kuhesabia haki na bila utafsiri, maana inaweza ikawa amenena kwa lugha hapo kwake. Kuhesabia haki maana yake Mungu amekukubali katika Kristo. Unaposimama mbele yake huna hofu yoyote, hauna hukumu yoyote. Righteousness means you will never face judgment. You are guilty free. Kama unahubiri Kiingereza unapiga hivyo. Hallelujah. Mbona ilivyo rahisi? Kwa hiyo inaweza kama umeamzia na nini? Kuhesabiwa haki. Good news ni kwamba kuhesabiwa haki umefundishwa vizuri. Hallelujah. Is that practical eh? Unakomaa tunapokuhesabiwa haki mpaka anaona. Sasa unajua unapozungumzia kuhesabiwa haki unaongea kwa lugha ya kisheria. Ni approach ya kisheria. Umeona? Na kupatanishwa ni kama unaongea kwenye conflict resolution. Umeona kama vile tuko chuoni hapo. Somo la conflict resolution. Wanaanzia God has reconciled you in Christ with you. He is not at war with you. Umeona inafanya kazi? Kwa imeanzia na nini? Reconciliation. Something has been done for you. Just accept. Hallelujah. Leo nafanya kama mimi ndo nahubiria injili. Kwa inaweza ikaanzia na uzima wa milele. Uzima wa milele ni kipande. Hakikisho la kwamba una maisha ya Mungu ndani yako. Sio uzima wa milele. You start from there, you expound scripture. Unafanya nini? Expound scripture. You explain alichokifanya Yesu ili awe na uzima wa milele. Uhai wake ulitolewa ili yeye apate uhai wa Mungu ndani yake.
Do you see that? Haleluya. Na huu uzima wa milele usimwambie kama shilingi atapoteza siku moja. Mwambie kwamba ni wa milele, kwa sababu Mungu akikupa hajuti kukupa. Akikupa amekupa forever. Unajua kwa nini watu wengine wanaamini watapoteza wokovu? Ni kwa sababu alipewa kama shilingi. Shika hii, angalia sio kadondosha. Wewe makini sana. Haleluya. Lakini unapohubiri salvation as eternal life, na Yesu mwenyewe alisemaje? Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Umeona? You'll have the life of God. Muelezea kwamba uzima ni beyond death. Kwa sababu wengi wana hofu ya jehanamu na moto wa milele. Nimeweka kwenye mabano, taelezea huko mbele. Jehanamu na moto wa milele. Tayari unamtoa kwenye ile hofu, kwa sababu unamwambia una Mungu anakaa ndani yako. Kwa kama ingekuwa ni moto, unaenda na Mungu, au sio? Sababu aliyeungwa na Bwana roho moja naye. Huo ndio uzima wa milele. Haleluya. 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 Au unaweza ukaanzia kwenye ondoleo la dhambi. It can start anywhere. Ondoleo la dhambi. Na yenyewe ni kipande. Remission of sin. Ondoleo la dhambi. Kwa wakati mwingine unapohubiri usichanganye zote kwa pamoja. So we all arrive to salvation tukitokea kwenye njia zote hizo. Weza unazungumza uzima wa milele, ni wokovu unazungumza. Nakumbuka vizuri kwenye one message, one promise, one message, Christ. Unapozungumza kuhesabiwa haki, unazungumza habari za nini? Za wokovu. Same thing. Maana najua wengine walikuwa nawaza, sasa nianze na wapi? Ukija kwenye ukombozi, it is also a message. Sawa? Unapozungumza ukombozi, unazungumziwa kutolewa mahali kwa kulipiwa gharama. Ghafla unaanza kuview sacrifice ya Yesu kama gharama iliyolipwa kwa ajili ya kumtoa yeye kifungoni. Si ndio? In the bondage of sin. Kila mtu duniani anaogopa dhambi ati. Hata kama nani? Wote wanajua dhambi mbaya. Na hata kama sio Mkristo, anajua siku moja atalipa. Nafikiri uongo. Anajua siku moja atalipa. Kwa unaanza kumfundisha habari za redemption. It is paid for you. Ukombozi. Unatembea na ukombozi. Sema unatembea na ukombozi. Tembea na ukombozi. Because there are so many ways ambao unaweza ukapita, ukafanya practically ujumbe wa Kristo. Haleluya. 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 Sasa summary, wiki iliyopita tulisema mambo kadhaa ambayo nataka nikukumbushe leo. Tusema hivi, unaanzaje kufanya uinjilisti? Kumbuka unatangaza habari za mambo yaliyotokea tayari. Keruzo, kuhubiri injili. Keruzo ni K-E-R-U-S-S-O. Keruzo. Keruzo ni to be an herald, kuwa mtangazaji, to announce. Ni kusema kitu ambacho kimefanyika katika Kristo. Kwa kila, hata kama umeanzia kwenye uzima wa milele through alichofanya Kristo. Umeona eh? Kuhesabiwa haki through alichofanya Kristo. Si ndio? Nini nyingine? Uzima wa milele through Christ. Yote hayo una announce the accomplishment of what Christ has done. WS. Keruso. Kila alichofanya Kristo ndicho anachokisema. So you become a herald. Unakuwa mtangazaji. Unaeleza mambo yaliyotokea. You announce. Kwa hizi ni habari njema, gospel, evangelion, good news. Ni habari njema lakini zinazohusiana na nini? Kile ambacho Kristo amekifanya. Kufa kwake, mateso, kufa na kufuka kwake. Unaeleza kile alichokifanya. Hallelujah. Hallelujah. Wherever you start, focus on the cross, focus on the grave and the resurrection. Hallelujah. Umeelewa mpaka hapo? Because you are not sharing everything.
hata kama una historia nzuri ya maisha, you are not going to share it. Unajua mimi nimetoka mbali sana. Nani ametoka karibu? Nilikuwa mtu ambaye hata kama ulikuwa unavuta bangi, you don't have to preach it. Unajua changamoto yake? Ukiwaambia watu mimi nilikuwa kabla sijaokoka nilikuwa navuta bangi, nimeokoka nimeacha kuvuta bangi, atafikiri hata rehab wanaokokesha watu. Unajua rehab? Unajua rehab? Zile senta ambazo wanaweka watu ambao ni watumiaji wa madawa ya kulevya. Unajua wanawasaidiaga watu wakaacha kabisa. Kwa wanaokokesha au? No. Kwa kuacha madawa ya kulevya, kuacha bangi, kuacha tabia mbaya sio wokovu. Sijasema haikusaidii. Bwana asifiwe. Lakini sio nini? Sio wokovu. In fact, anaweza akaamini katika huo upuuzi wa maneno yako. Paulo anasema katika huo upuuzi, simplicity of the gospel, ndio watu wanaokolewa. Kwenye yale maneno ambayo unasema, akipokea injili, inaweza ikawa ni mwanzo wake wa kusaidiwa kwenye eneo lingine. Sawa eh? Lakini usitumie shida yake kama umujumbe. Ndio maana kuna watu wakienda sehemu wakakutana na watu wasia shoga. Majua shoga. Shoga sio rafiki yake na dada. Nazungumzia gays. Najua gays. Wangapi mmeona gay? Ni wa Kristo vipi? Mbona hata kwenye filamu, hata kwenye TV live, na wako mtaani, wako mtaani. Kwa ukikutana na kumbuka Sodoma na Gomora, ujumbe unabadilika. Unajua, no. Mwinjilisti usipandishe, usishushe bezi. Piga nini? Fanya keruzo. The same Kristo alichokifanya. Haleluya. Haleluya. Hata kama ni nani, hata kama ni jambazi sugu, sema tumishi, unapoendelea hivi utakuja kupigwa risasi ufe. Okoka, usije ukafa. Hivi najua kuna wengine wanaachaga kwa baada ya maneno, lakini kiukweli wanasema ameokoka. Mmewatishia. Wasema mpaka mtumishi kasema, sababu najua hata majambazi wanaheshimu watumishi. Usifikiri hawaheshimu watumishi. Kwa hiyo nasikia nimeacha kuiba, nilipokutana na Apostle Shemeji, akaniambia wewe, na uweka jicho namna hiyo lazima tuone hapo, ninamtoboa mpaka kumoyo. Wewe. Tumishi sije kana na maonyesho. Hawaamini kama anamiliki SMG. Kwa hilo jicho wewe asema, mbona watoto wananiogopa lakini kaniambia kwa ujasiri hivyo? Kumbe unatumia ujasiri wako vibaya. Preach Jesus. Wewe. Ukiendelea watakuja kukuua. Nifanyeje? Okoka. Sema. Sasa hapo kumwambia mtu okoka, maneno okoka hayaokoi. Nikwambia okoka, hautaokoka. Sasa nimekwambia okoka, natakiwa nielezee wokovu maana yake nini. Haleluya. Haleluya. Natakiwa nielezee wokovu maana yake nini. So you do a keruzo. You explain the same news to the same people, to all kind of people. Watu wote. Kwa hiyo nimesema unaanzaje kuelezea habari hizi? Moja, uwe intentional, maana yake amua makusudi kale. Sijui Kiingereza cha wapi jamani hivi. Kimakusudi kabisa unakuwa intentional kumapproach mtu na kumueleza habari za ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Explain it. Tumeelewa eh? Unakuwa intentional. Unafanya makusudi. Huyu hapa leo simwachi. Hiyo ni kwa intentional. Leo nampigia huyu mtu simu. Hiyo ni kwa intentional. Haleluya. Namba 2 nikasemaje? Wale wanaokuja kuuliza maswali kama Nikodemo, you approach them with the gospel. Rafiki yangu mmoja ambaye tufanya naye injili zamani, anahubiri mataputapu. Juzi alinitumia kitabu chake kimoja cha kuedit. Kuedit sio doctrine. Kupanga. Mimi najua kufanya book layout. Kwa hiyo akanipa kimevurugwa, akanisaidia nimpangie. Wakati napanga kile kitabu nikaanza kusoma. Nilijisikia vibaya sana.
Nikasema namwacha hivi hivi, haiwezekani. Nilikuwa nimeshika laptop, aisee, niliandika email. Niliandika email ndefu, lakini naandika kama vile inaondoka na moyo wangu yani. Yani writing well, like not just words. Nikaandika tin 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 tin. Leza. Nikachambua damage ya hicho kitabu. Hichi kitabu kitaharibu zaidi ya kujenga. Jinsi alivyonyofoa mistari. Kaeleza. Anatakiwa kufanyaje, nikaandika. Yani I had such speed ndio kuandika. Nilipomaliza nikasoma sema hivi mimi ndio nilikuwa naandika ya maneno. Nilichokifanya nikachukua package ya vitabu vyangu vyote, nikazip. Alafu nikamforwardia soft copy, naambia kwa maelezo zaidi soma na hizi. Zitakusaidia. Afanyeje? Sasa sio atafanyeje? Nilipomtumia akajibu. Niwaambie jibu lake. Akajibu kwa SMS ya kawaida. Hivi kwa wapi jamani? Shahidi wa macho. Eyewitness account. Lakini ngoja nikwambie, kama amesoma tu yale maneno, hawezi kumacha salama. Wajua kuna maneno yana ringi, yana ring. Unayapita lakini yanaendelea kukushughulikia. Mwae kusikia hicho? I still remember wakati nafanya inspiration, kuna mtu mke wangu atakuwa anakumbuka. Unakumbuka siku hiyo? Tulikuwa na Hadija. Mtu akanitumia message baada ya kutoka kwenye ile ya CRC ile. Akanitumia message tu akaniambia, nimefurahi kwamba ulifanya presentation nzuri. Simjui mpaka leo, lakini ni vema ungewahubiria watu neno la Mungu. I said nisumbua. Nijitahidi kujihamasisha. Unajua kujihamasisha? Hawa ni watu wenye wivu tu. Na nini nilipiga fresh. Unaona bwana? Kiti. Kiti. Nikajitahidi kuvumilia, mwaka ikapita na siku kadhaa nikakutana na mwingine anasema, mwanangu, huyu unapiga hivi, wewe ndio yule ambaye ulikuwa unafunga kila wiki kuomba. Ndio nguvu za Mungu ulizokuwa unaziomba, leo unaenda kufanya inspiration. Kweli? Niambia acha mambo yako. Nyie muelewe inspiration it helps a lot of people. Unaelewa Alafu kenda. Ilipofika Arusha, siwezi hata kwa nyumbani. Ghetto gumu, kapanda Duluti. Panda Duluti, naomba na hangaika huko. Niliposhuka sema, mwanangu, nataka nifanye huduma. Hayakuachi, sema hayakuachi. Sasa mfikiria, huyo mtu alitumia tu message, sema message. Ikani prickle throughout. Kwa sababu it was so true. Na ukweli ndio kwa na ukimbia ndo alioniambia. You are running away from ministry. Alafu mtu akahit. Unajua alipiga panapouma kwa message. Alipiga kwenye mshono. Mtumishi kapiga kwenye mshono. I don't know him. Ajaye kutafuta tena. Nilidelete haraka na namba haraka, lakini sikudelete kwenye moyo. Maneno yaliendelea kupiga kelele. I don't know. Huyu mtu ananijulia wapi kuniandikia maneno kama haya? Na msiseme ni malaika aliandika. No, ni mtu wa kawaida aliandika. And God was speaking through him. Leo tungekuaje hapa? Leo hapa pangekuaje? Hatujui kingekuwapo nini. Akajibu hivi, nashukuru sana mkuu. Asante sana. Ngoja nifanye finishing chap chap. Sasa si shei tena. Mimi siwaambiti, siwaonyi, siwaelekezi tena watu. Utakuwa mjinga. Hii hapa mimi niliposoma haikuwa imeandikwa hivi kwenye ufahamu wangu. Najua hapa anasema sikusoma ulichoandika. Lakini ukweli mpaka kaandika kuonyesha kwamba I must continue. It means he was disturbed. Kwa mimi nasubiri mbegu izae. Haiwezi kwenda bure. Achomoki. Hallelujah. Unajua kwa nini? Hii hapa kuna kitu kinaanza kuhangaika ndani yake. Ni maandishi tu. Unaelewa kinachofanya kazi? Usiseme situmi message. Aliyenisumbua ni alituma message. Aliyekuja kuniambia baadaye alikuwa na confirm nilichoambiwa na message. Kama hiyo message nilielewa,
ina maana huyu mtu alienda kufanya nini? Kupush. Nicho ni tayari ambacho kilikuwa kinanisumbua. Haleluya. Na nikilikuwa kinanisumbua kiasi kwamba nikisimama kanisani sitaki kusoma Biblia. Ndio mwanzo wa kutengeneza slide. Kwa sababu kutengeneza slide unakomaa na slide. Kwa sababu nataka projector. Lengo lako ni kwamba uambie, unaona? Vision. Vision is a picture of a future ready to be unveiled. Wakisoma ile wanasema, yeah, that's deep. What is goal? Goal is a vision with an end. Naandika? Haya sio uongo jamani. Sio uongo. Not the gospel. Sawa eh? To have a vision sio kitu kibaya. It's actually one of the best things you can do. But not the gospel eh? Yeah. Sio kasema apostle hataki tuwe na ambition. Have ambition. Be the leader of the world. Take over territories. But preach the gospel. Hallelujah. Unaelewa eh? Yeah, sio fikiri baba hataki tuwe na vision. Hii huduma ina vision. Hallelujah. But we don't preach the vision. We preach the gospel. Our vision is in the gospel. Umeelewa eh? Yeah. Lakini sometimes the feedback is like this. Response inaweza kando hii. What do? You stop. You continue. Hallelujah. Unafanya nini? Unaendelea. Kwa nini? Maagizo ya Bwana ni sio kwamba watu watakubali kirahisi. Maagizo ya Bwana ni kwamba enendeni. Share it. Share it. Sometimes they persecute you. Share it. Wengine watakataa. Share it. Ndio maana kwenye maagizo yako aaminie na asiyeamini. Kwenye maagizo. Luka aliandika. Nani? Marko aliandika. Aaminie anaokolewa, asiyeamini anahukumiwa. When you preach the gospel, kaliba mbili za watu zinatokea. Tangu Genesis, si ndio? Tangu mwanzo kuna watu wanaoamini na wasioamini. Utamkuta Adamu, utamkuta Abili. Utamkuta Kaini na nani? Na Abili. Sawa? Hallelujah. Hallelujah. They are both there. Unajua, ngoja niwaambie shida ya watu wengi. Shida ya watu wengi ni kwamba tumefundishwa ya kwamba life is not about acceptance. Lazima ukubaliwe. Kiasi kwamba hakuna kitu kinatuumiza kama kukataliwa. Ndio maana hata tunaogopa neno no kutumia. Hapana. Tunaogopa kukataliwa na tunaogopa watu wakiumia tukiwaambia no. Asiyeamini sasa haogopi kukuambia no. Bear with it. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengi wanafikiri kila unachomwambia mtu akufanyia atafanya. Ndio maana watu wengine ukiwaambia no unagundua karakta zao. Wanaanza kuwa kama wanyama. Nasema, jamani, huyu ndo alikuwa ananisaidia hivi. Amekuja kwaje? Sababu watu wengi wanampenda nini? Wanajua yes ndo humanity. No. No and yes both are humanity. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo unaenda kuhubiri injili, mtu anakataa, unainama. Unajua kuinama? Unaondoka huko down. Baba, kwa kweli hii kazi ni ngumu. Sio ngumu. Bear with it. Hallelujah. Bear with it. Bear with it. Sema mimi haiwezekani, nimewaambia watu 20, 10 wote wamekataa. Au unaenda kufanya uinjilisti, unawaambia watu 5 mfululizo wanagoma, unafikiri labda staili yangu ni mbaya. Wasioamini wamejipanga. Haina maana staili yako ni mbaya. Ni kwamba umetoka kwa mmoja, akaja mwingine anafanana naye, wote wakamwiga baba yao. Umekutana na nini? Kaini, umekutana na ndugu yake Kaini, na Kaini mwingine, na Kaini mwingine akamzaa Kaini. Wakaendelea na kukainisha. Sababu ya kukutana na Abili, unaona man of God, mimi naona siwezi kuhubiri. Naona sijaitwa ili eneo.
Na hizi kuna watu wana mafuta maalum kwa ile uinjilisti. Mwae kusikia haya maneno? Wote mafuta yetu ndo hayo. Haleluya. Mbona inavyoleta shida Sababu we like acceptance. No. Mtu mmoja alisema ukiwa unapenda sana kila kitu ukubaliwe, watakutesa wasio kukubali. Na watu wengine kama ni weakness yako, watakuulia pale. They will kill you with rejection. Hallelujah. Hallelujah. Watakuwa kwa rejection. Watakuwa kwa rejection. Sasa mimi mdada mkaka, ngoja nitoe mfano hii labda itawasaidia. Mkaka anataka kumtokea mdada, unajua kumtokea? Najua amenielewa. Yaani anataka kumapproach. Nimesema Kiingereza ili kupunguza makali. Maana Kiswahili kama kigumu hivi. Anataka kumapproach. Ni kweli anataka na maana wengine wamesaidiwa, inabidi umwambie mchungaji. Na mchungaji aongee na mdada sasa. In fact, lengo la kuongea na mchungaji ni kuconfirm if you can go with this person. Sio kwamba umeishiwa maneno. Yaani kama maneno hauna mtumishi, uje nikufundishe. Sasa kinachotokea ni kwamba kwa sababu watu wanaogopa rejection. In fact, kuna wanaume wana inferiority complex hatari. Kwa hiyo anaona kwenda kumwambia Nuru, akikataa taweka wapi uso wangu? Kwa hiyo akienda inabidi anaona itakuwa ngumu, anazunguka miaka miwili. Anakuja mwingine ananyosha straight to the bank, anachukua hela. Uko tu pale, uko kwenye ATM nazunguka hata kuingia benki. Kinachotokea baada ya hapo, unakuta unasafa nini? Unasafa kwa sababu you are afraid of nini? Rejection. Vipi akikataa? No. Na mtu mwingine sasa nikigundua na mtu mwingine na kuna wengine kweli wanahangaika kidogo, wanapata inspiration kwenda kwa sababu hajapona. Akienda akamwambia, anasema samahani sana kaka, na mtu mwingine anaumwa. Anaenda siku mbili hali. Na wadada wengi wanaogopa rejection. Ndio maana wao wenyewe hawawezi kusema. Na wanashauriwa msiseme. Kwa kama unampenda mtu, kula ngumu. Akiolewa unalia nini? Akioa unalia nini sasa? Hapo atufundisha kwa approach. Sijafundisha chochote, nawafundisha neno la Bwana. The danger of fear of rejection. Hallelujah. Jamani, natakiwa utosheke katika Bwana kiasi kwamba ukikataliwa chochote unasema asante Yesu ninaye Bwana. Hallelujah. Kuna Bwana. Fear of rejection. Hallelujah. I'm satisfied with God. Kiasi kwamba I'm not afraid kwamba nitakataliwa na mtu yeyote. Bwana asifiwe. Sema sasa eneo la wadada kwa approach, culture zetu zimeharibu. Wanakufa na tai shingoni. Yaani kwenye ile eneo wanawake wanakufa na tai shingoni. Unampenda, unavumilia. Kwa tunda la Roho linafanya kazi vizuri hapo. Unakutua kamaona mwingine hapa. Waenda kumwambia, "Hongera sana." Akasema, "Jamani mimi mjinga kweli. Hongera sana, umepata kitu chema." Akasema, "Nilipata mimi." Au je kujiposition mambo mengine sasa. Hallelujah. Unaelewa watumishi wa Mungu? Kwa ile fear of rejection inaenda back the way they preach the gospel. Wana preach kimtego. Wanaogopa kukataliwa. No, go straight to it. Wakireject, bear with it. Normal. Sema normal. Bear with it. Actually, kuhubiri injili na kufundisha kupokea rejection. Kuhubiri injili. Kwa sababu good news hawatapokea wote. Kwa hiyo itakufundisha kukataliwa kwenye ile eneo. Ukija ku apply kwenye normal life circumstances, una kawaida. Ni normal. Nimewahubiria watu 20, wamekubali watu 10. Normal. Ndio maana Yesu wakati anawaagiza
aliwaambia wengine watawakataa, ili bear with it. Bwana asifiwe. Kama pia unaogopa rejection, ni kwa sababu you are not praying enough for boldness. Endelea kuomba kwa ajili ya ujasiri. Haleluya, haleluya. Endelea kuomba kwa ajili ya nini? Ujasiri. Kwa hiyo wanaokuja kuuliza maswali, deal nao. Unapofanya ishara, unaombea wagonjwa, wahubirie Injili. Ukutana na watu wenye jitihada kwenye maandiko, kuna watu wengi wanajitihada lakini hawajui, wasaidie. Kama wakina nani? Towashi, sawa eh? Haleluya, haleluya. Kingine ni kwamba take chances. Tumia fursa unazopata. Katikati ya mazungumzo mnayoongea, find chance ya kuhubiri Injili. Narudia kusema haya kwa sababu yatawajenga. Find chance. Find chance. Katikati ya haya mazungumzo, tafuta chance ya kuhubiri Injili. Take chance. Watu wanaanza kujadili maandiko vibaya, useme hawa hawajui kitu. Tokeza kama light pale. Share. Tumeelewa eh? Tokeza kama nini? Nuru. Usiwache tu wakamaliza hujasema kitu. Unajua hata ukisha kwenye daladala, shida ya kwenye daladala huwa watu wanapenda kwenye ile mass. Wanajifanyaga hawaelewi. Sababu watu wengi, wasioamini wengi, hawapendi kuonekana wameamini kwa mhubiri wa kwenye daladala au kwenye basi. Ndio maana huwa unakuwa na akili zako, unashare na namba ya simu. Mwenzako pule ajifanya anacheza game, huko anaandika nini? Namba yako. Utafuata tu baadaye, mtumishi ulikuwa unamaanisha nini pale? Kama ulikuwa umemvuru au ulihubiri vizuri pale, hebu nielezee sasa, hii mistari inanisumbua. Unaanza wanafunzi hapo hapo. Umeona eh? So share it. Share it. Haina maana lazima iwe maneno mengi. You can share it. Sio lazima iwe maneno mengi. Go take chances. Kama ni chuo group discussions, itumie vizuri. Kwenye hizo group discussion unaweza ku identify people ambao utaanza nao. Jamani, unajua spice. Spice. Okay. Unajua mtu anaweza kaa usalama wa taifa na yuko hapa na tusimjui. Na amekuja kunichunguza mimi. Na mimi naendelea kumhubiria Injili. Na anavumilia Injili. Katika na jamhuri. Na yuko hapa. Do you know how we should act kwenye mazingira yote tunayokuepo? Sisi ni agents of the kingdom of God wherever we are. Sema sasa, mtumishi, sipati nafasi ya kwenda kuwahubiria watu, lakini uko kazini ujue. Na sometimes wale watu wanaofanya wakiwa katikati ya watu kuna agenda za unajua. Kwa mfano, ngoja nikwambie kwenye mambo ya security, mtu anaweza akawa hapa lakini huwezi kujua anahakikishaje rais aliyeko madarakani anapendwa na yuko huko ndani. Lakini unajua anafanyaje? Kuna namna tu mnaongea, anachomekea neno. Akichomekea ni kama vile anasema lakini amejenga daraja. Unaonaje? Kwa mfano mnaongea kawaida, anasema yaani kuna shida ya maji sana, lakini amejenga daraja na anajitahidi kweli. Anasema unaenda unafikiria. Unaenda unafanya nini? Unafikiria. Lakini kasema neno moja. Kesho unaweza ukakuta naona mtetea kwa sababu ya ujenzi wa daraja. Kesho. Na jana yake ukiwa na huyo mtu ulishare like huyu mtu ni mbaya. Umeona nguvu ya maneno eh? Ndio maana wanasiasa wanajua kama utaki mambo yaenee, tafuta namna ya kufunga kinywa. Kwa sababu maneno ndio power yenyewe inapopita. Kwa umejua kwamba Injili ni uwezo wa Mungu. Wewe uwezo ni nini? Ni nguvu, ni mkono unapita hivi, Mungu anapepeta, tokea. Wewe nikwambia Injili ni uwezo wa Mungu ni nini? Injili si ujumbe. Ule uwezo wa Mungu uko kwenye maneno yako, kwa sababu the kind of message you are sharing plus the kind of a person you are sharing through. Si una Mungu ndani yako? Haleluya. Kuna ile series ya Ijumaa nilifundisha ya kwamba ujumbe pekee ambapo unapohubiri na mjumbe yule unayehubiri yuko anatenda kazi wakati unahubiri ni Injili. It is the power of God because of the message and the na yule anayesemwa anakuepo. Haleluya. Tunaposhare Injili we are not alone. Tusahau siku zote. Ndio maana tumesoma hivi kwenye Great Commission zote inaonyesha ya kwamba God is involved while we are sharing.
kwenye Mathayo 28 mstari wa mwisho anasemaje? Tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Hiyo ni Great Commission, si ndio? Yohana anasemaje? Akawavuvia akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Ni tofauti na alichosema Mathayo? No. Lakini Luka akaandikaje? Kwenye mstari wa 49, Luka 24. Akawaambia wafanye nini? Wasiondoke mpaka watakapovikwa uwezo. It is about God being there while sharing. Hallelujah. Hallelujah. Na Marko pia ameandika, na ishara hizi zitaambatana na waamini. Unajua kwa nini ishara zipo? Kwa sababu Mungu yuko pale. Si ndio? Kwa sababu Mungu yuko. Sio kama unaelewa. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 10:38 uwepo wa Mungu umezungumziwa kwenye maisha ya Yesu kwamba ndio uliosababisha afanye aliyokuwa anayafanya. Inasemaje? 10:38 inasemaje? Yesu alikuwa, habari za Yesu, jinsi Mungu alivyofanyeje? Alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Matendo ya Mitume. Naye akazunguka huko na huko. Akitenda kazi njema. Na kuponya wote. Walioonewa na Ibilisi. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Umeona utendaji huo ni kwa maana Mungu alikuwa pamoja. Do you know the power of the gospel is the assurance that God is with you. Hallelujah. Hallelujah. With you where you are, with what you are saying. Zote unapokuwepo mahali ni uwepo wa Mungu uko pale. Sawa? Unapoongea ni nguvu za Mungu unaziachilia. Ndio maana unauambia mlima ng'oka. Unajua kuambia, una respond kwa kung'oka. Maana yake nini? The power of God at work. Lakini hajasema unang'oka wenyewe, unauambia. Kwa maneno yanabeba nguvu za Mungu. Ni sawa? Ni sawa? Ni sawa. Kwa injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Yanabeba nguvu za Mungu zinazoenda kuua watu. Injili ni maneno yanabeba nguvu za Mungu enda kuua watu. Inaenda fanya nini? Kuokoa. Kwa hiyo tunapoongea injili, product yake, matokeo yake, kushare kwetu ndo tuna bring the power of God into effect. Nguvu za Mungu ziko ndani yetu. Lakini tunapo share, we are bringing the power of God into effect. Effect yake ni nini? Reception of salvation. Umeelewa mpaka hapo? Kwa wanapokea injili unapo share. Wanapokea nguvu za Mungu unapo share. Ile nguvu za Mungu ndo zinamsaidia kuokoka. Kwa hiyo unagundua injili sio human activity, ni supernatural activity. Sio kama amenielewa. Injili sio natural activity, hata kama tunatumia natural tongue, kuongea injili, lakini tunachokiongea ni supernatural. Anayeongea ni mtu, lakini huyo mtu ni supernatural. Si ndio? Ujumbe anatumia Kiswahili au Kiingereza au lugha ya kawaida, lakini ujumbe ule ni supernatural. Ndio maana inaweza kuaffect ufahamu wa mtu na kumfanya apokee wokovu. Do you see that? Do you see that? When you are sharing, usiassume the absence of God. No. Don't even assume the presence of God. Be sure of the presence of God. Hallelujah. Unapo share, be sure of the presence of God. Ndio maana sometimes ukienda kwenye injilisti, ukaingia kwenye nyumba kuna mgonjwa, what do? Be sure God is with you kama alivyokuwa na Yesu. Akitenda kazi, unafanyaje hapo? Unatenda kazi njema. Unafanyaje? Unatenda kazi njema. Unamuondoa anayewaonea. Unapomuondoa anayewaonea ni chance ya kuendelea kuhubiri injili. Nani ameelewa mpaka hapo? Hallelujah. 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 Kwa hiyo injili ni kazi ya nani? Ya Mungu. Na ni nguvu za nani? Za Mungu. Hallelujah. Kwa hiyo what we can do, ndio maana tunaomba. Tunapoomba ndo tunajivika huo uwezo, ndo tunajivika hiyo nguvu. Tunaponena kwa lugha tunajivika hizo nguvu. When we see the sinners, what do? We speak. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 2 unaona walijaa Roho.
walitoka kuomba siku 10, wakajaa Roho. Walipojaa, response yao, wenye dhambi walipojitokeza wakashangaa, habari njema ikaanza pale. Haleluya. Wakaokoka watu wangapi? 3,000. 3,000. Ni nguvu za Mungu. Ndio maana yule mtu aliyekuwa muoga Petro anasimama tena. Sio tu kusema kwamba nilikuwa pamoja na, aliambiwa ulikuwa na huyo Yesu akakimbia. Sasa hivi anasema huyo sisi tunamhubiri. Umeelewa eh? Kwa injili ni nini? Supernatural activity. Ukisikia supernatural activity usiwaze ya kwamba huwezi kufanya kwa sababu supernatural. No. Supernatural activity are done by natural men. Ingekuwa mimi ningeandika hiyo. Supernatural activities are done by natural men. Kwa hiyo kama injili ni supernatural, we expect natural men kuifanya kwa nguvu. Tunategemea zaidi watu kama wewe na mimi, watu wenye miili kama mimi na wewe, watu ambao wanapumua, wanakula ugali na maharage, wakifanya hayo mambo ni supernatural. Hallelujah. By the way, kusanya yote, anything concerning the gospel ni supernatural. Anything. Sio tu injilisi, hata wanafunzi. Ndio maana huwa wanafunzi watu wakati tamaa. Kwa nini? Tunashikia nguvu za Mungu tunapokutana na kuomba, ukienda Jumatatu unampigia tena simu. I was sharing na Nuru. Nuru is doing good kwenye wanafunzi. Lakini unajua Nuru alikuwa msumbufu sana. Wanashangaa kama hafanani. Inawezekana sio msumbufu kwenye mambo mengine ya maisha, ila kwenye injili alikuwa anasumbua. Lakini ukimuona unaweza ukafikiri aliwahi kumsumbua mtu yeyote. Eti Lili, huyu aliwahi kusumbua sana Lakini sasa hivi ana wanafunzi sijui 10 na ngapi. Huyu Disemba 2020 angemkatia tamaa, unajua ingekwaje? Hao wanafunzi 14 leo asingekuepo hata. Tungekuwa anaomba hapa eti kwa ujasiri kabisa, tunao uzima wa milele na naimba kabisa ndio yule aliyekuwa anasema hivi, hawa watu wana akili kweli? Yaani una uhakika sana hivyo ili iweje lakini sasa hivi anaonekana ana uhakika kuliko hata nyie. Anawaambia kama vile hamjui yani. Haleluya. Yesu amefanya hivi, ni halisi kabisa. Yaani anakuambia ni halisi kabisa. Lakini aliwahi kuona sio halisi. Umegundua kwa nini wanafunzi supernatural? Unamkatiaje mtu tamaa? Haleluya. Unajua Mungu tabia yake ya kwanza ni kutoka na tamaa. Unajua Mungu ni mvumilivu, nyinyi acheni utani. Hivi unajua Israeli walizingua miaka 40. Nao wewe mtu amekuzingua wiki 2 umemsema na wanafunzi sitaki tena afanye. Kaa huko na maisha yako. Mimi mwenyewe na mambo mengi ya kufanya. Miaka 40. Unajua unapimaje uvumilivu wa Mungu? 40. Sema 40 years. Na 40 days. 40 years. Ndio maana hata mwanafunzi ambaye amekukataa kabisa akakublock, siku moja jaribu tu kupiga tena hiyo namba. Hiyo ndio onyesha kama unafanya na baba yako mvumilivu. Baada ya mwaka piga tena. Mimi rafiki yangu mmoja alikuwa anaita Freemason. Na anawatangazia watu Freemason. Wote tunaitwa wote sasa hivi. Wote sisi ni Freemason, mimi na yeye. Mimi na nani? Na yeye. Lakini mwanzoni Freemason. Na akinipigia simu nasema hapa nafanyeje? Maana anapiga na anijasiri, anapiga kunchana. Naona unawapotesha watu. Nikiandika juu ya maombi Facebook anapiga simu kuni mind. Kwa hiyo nataka watu wasiombe. Mimi nimesema hivyo. Juzi aliniambia kuna sentence moja nilisema ikambomoa. Sikuwahi kujua kama ni hiyo sentence. Mimi nilikuwa naachia tu manondo. Kumbe kwenye maneno 200 kuna neno nilisema, ule mstari anaokumbuka. Akaniambia, uliposema hivi, nikakata simu nikaenda kukaa. Nikasema, hii ni nini?
mbona kama ina make sense. Akanipigia simu, mtumishi, naomba unitumie vitabu. Anasema naomba nitumie vitabu vyako vyote. Alafu akutana na mtu mwingine anahubiri hivyo, akamsikiliza kwa makini. Sio rafiki yake. Sasa anamsikiliza wewe kwa makini, anasema ngoja nisikie kama rafiki yangu amepotea. Bro, ulikuwa na akili sana wewe. Yaani ananiambia kabisa hivyo, maneno mazito. Umeacha kazi benki uje kufanya mambo kama hayo, kuja kuwapoteza watu. Sasa hivi tumepotea wote. Haleluya. Ni live kabisa. Ndio aliyenialika kufundisha Nelson Mandela. Ile session ya Kiingereza najaribu kutema yai, nataka kugoma, nataka kuteleza. Ni product ya uvumilivu. Sasa anaangalia, anataka ananisakizia wengine, yani hapa anapo comment, yani this is very new. Please may you continue. Anawaambia na wenzake, mwacheni aendelee. Umeona maana yake? Lakini ungemkatia tamaa. Na hii nafikiri ilitumia zaidi ya miezi mingi. Tukiongea unampa faka, nenda tafakari. Jamani, Mungu ni mvumilivu. Tuwe kama yeye. Haleluya. Sababu nguvu za Mungu hazikimbiagi, zina hover around kuendelea kumhudumia yule mtu. Zina hover around. Facts zinakuja, zinagoma, lakini zina hover around. Hivi unajua kwenye ulimwengu wa Nuhu ilikuwa ni miaka mingapi Mungu alikuwa anavumilia? Unajua miaka 120 wewe. Bibi yako hajafikisha na ameondoka. Ila Mungu bibi yako alikufa akivumilia babu yako, na Mungu alivumilia. Unajua uvumilivu maana yake sio mpaka kwenye mambo mabaya. Hata kwenye kutenda mazuri kama kuhubiri Injili unavumilia. Haleluya. Mungu ni mvumilivu kiasi kwamba ameshare ujumbe mmoja tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Unajua kusema mambo yale kila siku wanachosha Watu wanapenda creativity, lakini Mungu anakomaa. Injili ya mwanae tangu mwanzo kwa vinywa vya manabii. Ndio maana tunamsoma Musa tunakuta ujumbe ni ule ule. Unakuja kwa Isaya, hawajawahi kukutana. Isaya, unamchambua Isaya unakuta the message is Christ. Zaburi Kristo. Huo sio uvumilivu. Kwa uvumilivu can be lack of creativity. Maana yake unabaki na ule ujumbe huo ambao unaonekana apostle kila siku kufa na kufufuka. Haufikirii kingine. Go deeper, man of God. Something like ulienda kwenye mbingu ya 7 kidogo, ukakutana na Michael, Roho alikufungua macho, ukaona vita vya Armageddon, ukaona kidogo jehanamu ilivyo rangi nyeusi, unafunza wanene. Mbona ufunguliwi macho? Nafungua. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuka tuhesabia haki. Pale wewe ujumbe siku ukiwa mjinga kwako, ukataka kucreate mwingine, umeanza kupotea. Na umeshindwa kwenye eneo la uvumilivu. Haleluya. Haleluya. Kwa tunafanya nini? We share it again. Mpaka siku mtu anasema, tuonane, tuelezane vizuri ya maneno anatumia kila siku. Hivi kuna mtu ambaye kutokea na hayo? You share mpaka mtu anaomba appointment. Mimi nasomaga article zako sizielewi, tuonane unieleweshe. Ninapokutana pale una clear maswali yote. Alafu unampata ndugu yako. Unakuwa umesababisha mtu azaliwe kwenye familia ya baba yako. Na unasema I have a new brother. I have a new Adelphos. Tumbo limetema. Mgodi umefanya nini? Umetema. Delphus imezaa. Hallelujah. 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 Umeelewa ninachomaanisha? So we have to keep it that way. Share again and again. Most of the time watu wanaokuja kuamini Injili wamesikia zaidi ya mara moja. Hata wewe, ngoja nikwambie, you heard somewhere, haikuconvince. Akasema mwingine, haikuconvince. Akasema wa mwisho, akasema let me consider. Unajua kwa nini maandiko yanasema mazungumzo mabaya uharibu tabia njema? Bad company corrupt good habits. Unajua kwa nini? The sharing continuously
bila kukata tamaa ndo inazaaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama ambapo wenye dhambi hawafungi vinywa vyao, wakutana na wewe wanataka kudominate the talk. Learn to dominate the talk. Acha ujinga. Unaacha tu, waacha tu waongee, wana maneno mengi. Na wewe uwe na maneno mengi. Injili yako ndio maneno yako mengi. La sivyo utajikuta umeloea wewe. Unaanza kufanya kama wao. So practice to say more. Hallelujah. Kwenye hiyo discussion, kingine usitafute mazingira yanayofaa. Mnakula pale pale chomekea. Pale pale chomekea. Hallelujah. 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 Simame. Are you instructed? Kuna maelekezo unapokea? Kuna maelekezo unapokea? Simame. Kwa ni rahisi kabisa kuwa na wanafunzi 5 by 31st December. Kama tayari unajua haki. Wangapi wanajua haki hapa? Kuhesabiwa haki. Wangapi wanajua uzima wa milele? Kwa kama tunaelewa hiyo, it means una ujumbe tayari. Kwani nimekuambia akasema mambo mazito? Sijakwambia kachambue kitabu cha Mwanzo na kutumia Kigiriki na Kiebrania. No. Just say that which is needful ili mtu aokoke. Habari za Kristo. Kupata mateso, kufa na kufufuka kwake. Na benefit ya mauti yake na ufufuo wake kwetu. Hicho ndicho ambacho tunatakiwa tushare. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's what we have to share. Kwa tutaomba dakika chache hapa kwa ajili ya uinjilisti. Nataka uombe specifically wewe mwenyewe kwa ajili ya wanafunzi wapya. That you receive boldness to share the gospel. Kama unataka 5, maana yake you have to share for more than 5 people. Angalau at the end of the day uwe na 5 people ambao wamesema I accept the gospel. Whether you are a